الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أيها المباركون، يقول تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tumo katika masiku ya kula na kunywa, masiku ambayo jumhurul ulama wameharamisha mtu kufunga kwa sababu ni siku za furaha, ni siku za kula na kunywa, kufurahia neema za Allah tabaraka wa taala. Vile vile tumo katika masiku ambayo tumehimizwa mno katika kumdhukuru na kumtaja Allah tabaraka wa taala, kuonyesha shukurani yetu kwake yeye baada ya kuzikamilisha zile siku 10 ambazo Allah tabaraka wa taala aliziashiria umuhimu wake pale aliposema wal fajr wa layalin ashir, na apa na alfajiri na apa na masiku 10 ya mfungo tatu. Siku 10 za mfungo tatu ambazo tumezihitimisha katika siku ya Jumatano kwa kuchinja na kuswali Idi. Hii inaonyesha utimamu wa neema ya Allah tabaraka wa taala alizotuneemesha ndani ya siku 10 zile, siku ambazo matendo yetu yalikuwa na thamani kubwa mbele ya mizani ya Allah tabaraka wa taala. Jema alilofanya Muislamu lilikuwa na thamani maradufu katika kipindi cha siku 10 zile. Tumezimaliza siku 10 zile kwa juhudi na jitihada kubwa katika kumfurahisha Mola wetu tabaraka wa taala, na Mola wetu ametutaka tuendelee kumtaja na kufurahi baada ya siku 10 hizo. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati al-Baqara:
wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, endeleeni kumtaja Allah tabaraka wa taala katika masiku yenye kuhesabika. Ulama na wanazuoni wa Kiislamu wanasema ayamu ma'dudat hiya ayamu tashriq, siku zinazohesabika zilizotajwa kwenye aya hizi ni zile siku tatu katika ayamu tashriq: mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13, ambazo siku tatu hizi ndio zinaitwa ayamu tashriq, ambazo watu ndio wanaendelea kufurahia na kula na kunywa katika kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni siku ambazo Waislamu wanatakiwa wamtaje sana Allah tabaraka wa taala, wamdhukuru sana Allah tabaraka wa taala wanapomaliza kuswali, wanapokuwa njiani, wanapokuwa majumbani, wanapokuwa sehemu zote zile ambazo zimeruhusiwa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Waislamu wanatakiwa katika siku hizi kuzidisha dhikri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Hii iwe ni nyimbo zetu katika siku hizi tatu za ayamu tashriq, kwa sababu kufanya hivyo ni kuonyesha shukurani kwa Allah tabaraka wa taala kwa neema alizotujalia sisi katika kufanya matendo makubwa ndani ya siku 10 hizi. Kumbuka Muislamu, katika siku 10 zilizopita tulikuwa na yaumu Arafa, siku ya Arafa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhimiza kuifunga siku hii, na yeye akasema kwamba funga ya siku ya Arafa umsababishia mtu kusamehewa dhambi zake za mwaka uliopita na dhambi zake ambazo zitakuja kwenye mwaka unaofuatia. Ni wazi kwamba tunatumai kwamba Allah tabaraka wa taala ametusamea dhambi zetu kwa kuifunga siku ya Arafa. Lakini katika siku iliyofuata yaumu nahar, ni siku ambayo tulihimizwa sisi kwa kila Muislamu ambaye ataweza kupata kichinjo achinje katika siku ya yaumu nahar, mwezi 10. Na ni kweli walillahi alhamdu, kila mmoja kwa nafasi yake amechinja nyama katika siku ya mwezi 10, siku ya Idi. Leo ukipita katika majumba ya Waislamu, walillahi alhamdu, huwezi kutenganisha sana kati ya nyumba ya tajiri na nyumba ya maskini, kwa sababu ilikuwa ni siku ya furaha kwa watu wote, bali wale waliopewa uwezo na Allah tabaraka wa taala waliingiza furaha katika nyoyo za ndugu zao masikini. Nyumba za Waislamu zilikuwa zina furaha, watoto wa Waislamu bila kubagua kwamba huyu ni mtoto wa tajiri bali huyu mtoto wa maskini. Haikuwa hivyo. Nyumba zote watoto walifurahi, nyumba zote wake walifurahi, nyumba zote wa baba walifurahi, kwa sababu ya vichinjo ambavyo vimechinjwa na kuingiza furaha katika nyumba za Waislamu. Hivi ndivyo wanavyotakiwa Waislamu waishi. Isiwe kusaidiana ni katika misimu kama hii tu, kwamba umechinja ukapeleka nasibu ya kichinjo chako kwa jirani yako, kwa ndugu yako. Maisha haya siyo wakati wa Idi peke yake. Tunafundishwa kwamba Waislamu siku zote tuhurumiane, tunafundishwa Waislamu siku zote tuingiziane furaha kwenye nyoyo zetu. Waislamu tuishi kwa ujamaa kama tulivyoishi katika mwezi 10 ya mfungo 3 siku ya Idi, kwamba Muislamu ametaka jirani yake na yeye papikwe mchuzi, panukie katika nyumba ya ndugu yake ambaye ni maskini. Siku zote watoto wa masikini walikuwa wakitega pua katika nyumba za matajiri, wakivuta harufu na kutosheka na harufu hiyo, lakini katika siku hile ya Idi nyumba yao nayo pia ilinukia na walikula vitu ambavyo ni vizuri. Ndugu zangu katika imani, innamal mu'minuna ikhwa. Allah tabaraka wa taala anatuambia hakika ya Waislamu ni ndugu. Maana yake Muislamu asipende wala kufurahia yale madhila ambayo yanampata ndugu yake Muislamu, bali Muislamu tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ampendelee ndugu yake yale ambayo anaipendelea nafsi yake. Ahibba linnas
ma tuhibbu linafsika, mpendelee ndugu yako Muislamu yale ambayo unayapendelea nafsi yako, kama tulivyofanya kwa mfano katika mwezi 10 katika siku ya Idi, kila mmoja akawa anataka kujua hali ya ndugu yake Muislamu yeye na familia yake nyumbani kwake. Ndivyo hivyo ambavyo tunafunzika na siku hii kuishi hivyo katika siku nyingine ambazo sio siku za Idi. Kama Waislamu wangelikuwa wanafuata mafundisho sawa sawa ya dini yao, mafundisho ya Allah tabaraka wa taala, mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wangeliishi siku nyinginezo kama vile wanavyoishi siku ya Idi, kusaidiana, kuhurumiana na kuulizana hali. Lakini matokeo yake ni tofauti. Waislamu wanahamasika sana katika siku ya misimu, lakini misimu inapoisha basi Muislamu anarudi katika maisha yake ya kawaida ambayo yako nje na maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haya siyo maisha ya ndani ya Uislamu. Maisha ya Uislamu tumetakiwa tuishi kama tulivyoishi katika siku ya Idi. Ndugu zangu katika imani, ibada ya kuchinja ni ibada bora sana ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Labda kwa kuelezea kwamba bado nafasi ya kuchinja ipo kwa wale ambao hawakupata fursa ya kuchinja juzi, bado fursa ya kuchinja ipo, na ayamu tashriki nafikiri mwisho itakuwa ni kesho insha Allah. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala jambo hili amelihimiza, na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amelitenda kwa vitendo. Angalia ilivyokuja katika riwaya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kila mwaka anachinja kondoo wawili. Anachinja kondoo mmoja kwa ajili yake yeye mwenyewe na familia yake, alafu anachinja kondoo mwingine kwa ajili ya umma wake. Hapa tunafunzika kuonyesha kwamba suala la mtu kuchinja ni suala lenye nafasi kubwa kwenye maisha yake yeye na familia yake pale nyumbani. Pamoja ya kwamba Waislamu wamegeuza suala hili kwamba linawastahiki baadhi ya watu. Utaona watu wenye vipato, watu wenye uwezo, watu ambao maisha yao yako vizuri, lakini utakuta wanangojea kupewa ripoti ya nyama wapi imechinjwa. Ni maajabu. Ibada wampendelea mwenzio ndio wapate thawabu za ibada hiyo, hali ya kuwa wewe pia una uwezo wa kuifanya ibada hiyo. Leo kazi yako ni kupiga simu Muislamu, huko mmechinja wangapi, labda nije chukue. Huko labda mmechinja vipi, nije. Huko hivi. Wewe Muislamu wa aina gani ibada hii waipendelea wenzio tu? Imefikia sasa hivi jamii yetu imeliona kwamba jambo hili la kuchinja ni jambo la watu maalumu. Ndugu zangu katika imani, hili ni jambo lenye kumstahiki kila Muislamu. Allah tabaraka wa taala anasema, fasalli li rabbika wanhar, swalini na chinjeni kwa ajili ya Mola wenu mtukufu. Maana yake swala ni ibada, na vile vile kuchinja ni ibada katika maisha ya Muislamu. Kama vile Allah tabaraka wa taala alivyoikusanyisha ibada ya swala na ibada ya kuchinja kwenye aya hii, fasalli li rabbika wanhar, ni kuonyesha kwamba zote hizi ni ibada mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama unavyoswali ndivyo unavyotakiwa uchinje wakati ulipoambiwa uchinje, ikiwa uwezo upo. Maana yake kama utakuwa ukuchinja na uwezo unao, basi utakuwa umeinyima nafsi yako thawabu nyingi na kheri na daraja kubwa mbele ya muumba wako tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Waislamu katika ibada hii tumebweteka mno kwa sababu ya kupenda vya bure, kwa sababu ya kuwa na ubakhili mpaka kwenye ibada. Hutakiwi kuwa bakhili katika ibada. Nani anakupa nafasi ya mali? Nani anakuruzuku riziki? Ni Allah tabaraka wa taala. Yule aliyokuruzuku riziki hiyo ndiye ambaye amekuamrisha kwamba ikifika wakati fulani uchinje kwa ajili ya kutafuta radhi zake, na sio kwamba wachinja wamnufaisha yeye Allah tabaraka wa taala. La hasha, vichinjo ambavyo Waislamu wanachinja vinawanufaisha wao wenyewe na familia zao.
Allah tabaraka wa taala anasema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tabaraka wa taala afaidiki na nyama za mlivyovichinja, wala hafaidiki na damu ya vile mlivyovichinja, lakini Allah tabaraka wa taala anaangalia ucha Mungu na nia zenu katika vile ambavyo mmevichinja. Kwa hiyo mnapochinja, Allah tabaraka wa taala angalia nia zenu, alafu Allah tabaraka wa taala anawalipa kwa zile nia zenu. Lakini mijinyama hile mnaochinja, midamu hile mnaumwaga, haina maana kwamba inamnufaisha Allah tabaraka wa taala. Hana chochote anachokipata katika minyama hiyo, wala hana chochote anachokipata katika umwagaji wa damu zile, bali yote haya ya umwagaji wa damu ni katika hifadhi yako wewe Muislamu na familia yako pale nyumbani kwako. Lakini minyama ile ambayo mnachinja ni kwa faida yako wewe vile vile na familia yako, mtakula na kutoa sadaka na kuwagaia wale ambao hawana uwezo wa kuvipata vitu kama hivyo. Angalia Allah tabaraka wa taala anavyotuelekeza katika ibada hii tukufu ambayo wengi katika Waislamu sasa hivi wameipa jina kuwa ni ibada ya Waturuki. Leo ibada hii Waislamu pole pole wamewaachia Waturuki. Kila mmoja atakajue Waturuki wamepeleka wapi nyama. Ndugu yangu katika imani, mwaka mzima wenye miezi 12 umeshindwa kuchanga 1500 kila mwezi, ukaeka kwa mwaka ukapata 100,000, ukatafuta kijibeberu chako ukakimwaga damu pale nyumbani kwako. Umeshindwa. Wasubiri Waturuki watoke huko watie nia zao njema za kutafuta daraja kwa Allah tabaraka wa taala, watafute fadhila na hifadhi na ulinzi wa Allah kwa familia zao, wakawaleteeni miji ng'ombe huku, mkawa mnakimbizana huku na kule kutafuta majinyama. Hii ni aibu kubwa kwa Waislamu. Hatusemi kwamba hazifai nyama zile kupokelewa na Uislamu, zafaa, lakini na sisi lini tutafanya? Lini na sisi kule Turki tutaambiwa ng'ombe za Watanzania? Tutaambiwa lini? Itafikia lini kama itakuwa twabweteka kiasi hiki? Achilia katika huko Uturuki kuitwa hivyo. Humu vijijini hakuna Waislamu wanaopeleka kwa wale wasiojiweza. Waislamu wa Tanzania wamekuwa mabakhili, wanamfanyia ubakhili mpaka Mola aliowapa mali hizo wanamfanyia ubakhili. Ndugu zetu hawa Allah walipe heri na awakubalie vichinjo vyao. Hii ni kuonyesha kwamba jamii yao imehamasika kiasi gani katika kutekeleza ibada hii ya kuchinja. Hii inaonyesha ni jinsi gani jamii yetu ya Kitanzania imebweteka katika ibada hii ya kuchinja. Hili ndio jibu rahisi la kuweza kusema. Wenzetu wamehamasika, wamejua faida za kuchinja kati ya wao na familia zao, wamejua fadhila za kuchinja katika kutafuta radhi za Mola wao tabaraka wa taala. Lakini jamii za Kitanzania, Waislamu wa Kitanzania mpaka leo bado wamelala kwenye usingizi mzito, wasiojua thamani ya kumwaga damu na kuchinja kwa ajili ya Allah katika nyumba yake. Ni msiba ambao hauelezeki. Leo wewe siku ya Idi, angalia wanavyohangaika baadhi ya Waislamu ambao wana uwezo na majipikipiki na magari kutafuta wanyama waliochinjwa na wenzao, mpaka ukajiuliza, haya mafuta anaohangaika nayo huyu, si nusu ya mbuzi hii, si nusu ya mbuzi. Mara kagota Pongwe, mara kaenda Kirare, mara kaangua Sahare, mara huyo Chongoleani, atafuta watu waliochinja achukue nyama ajale na nayo. Lakini maskini we, uwezo huo anao, wala asengelikuwa na haja yeye ya kuangaishwa. Mtu mzima mwenye kujitambua, mwenye uwezo wa kununua hata mbuzi 6 akachinja na yeye akatoa sadaka, ana uwezo huo. Lakini ubakhili uliojaa katika vichwa vya baadhi ya Waislamu, hata kuchinja kwa ajili ya Allah watu hawataki. Ndugu zangu katika imani, la yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah hana shida na mijinyama. Msione choyo kwamba mkichinja Allah atafaidika, bali mkichinja mwafaidika nyinyi wenyewe na familia zenu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammad bin Abdillah sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ndugu zangu katika imani, katika njia ya kukumbushana, tuwaombee Allah tabaraka wa taala wale wote waliowafikishwa kufanya ibada hii ya kichinjo. Hatuwezi kusema kwamba hawapo watu wa namna hiyo, wapo, lakini ukichukua katika asilimia ya Waislamu wa Tanzania wenye uwezo, basi ni asilimia ndogo ambayo imefanya ibada hiyo. Lakini walillahi alhamdu, wapo ambao wanajitambua, ambao huu ni mwaka wao wa 5 wanafanya hivyo, wengine ni mwaka wao wa 10 wanafanya hivyo, wengine ni mwaka wa 15 wa 20 wanafanya hivyo. Kila inapofika idi ya kuchinja wao wanachinja. Allah walipe kila la kheri hilo, na wale ambao waliazimia lakini Allah tabaraka wa taala akuwafikisha, Allah walipe pia kwa nia zao. Lakini mimi na wale ambao wana uwezo lakini hawachinji, hawa ndio ambao mimi nawataka sana. Muislamu, kama umeshindwa kuchinja kwa ajili ya Mola wako, waweza kumpa nani sadaka katika wanadamu wenzio? Waweza kweli kutoa mali yako ukampa Muislamu mwenzio? Kama kuchinja kwa ajili ya Mola wako umeshindwa, nafsi uliokuwa nayo hiyo chafu, waweza kweli kutoa mali ukampa mwenzio ikamsaidia? Jawabu kwamba haiwezekani. Kama ndio hivyo basi, ndugu zangu katika imani, hebu turekebishe nia zetu na mienendo yetu. Yale tunaoambiwa yana faida kwenye maisha yetu na familia zetu, basi tusione kana kwamba ni hadithi za kutunga. Faida ya kuchinja pale nyumbani kwako, kuna kheri kubwa inapatikana, kuna ulinzi mkubwa wa Allah tabaraka wa taala unapatikana. Wewe angalia Nabiullahi Ibrahim, angalia Nabiullahi Ibrahim alipofanywa mtihani na Mola wake tabaraka wa taala, alipoambiwa kwamba amchinje mtoto wake. Ibrahim, kwa kuwa yeye ni mtume, alijua ndoto hile kwamba ni ndoto ya kweli, ni amri ya Mola wake, akachukua jukumu la kutaka kumchinja mtoto wake, kana kwamba Allah anaashiria kwamba kwenye nyumba lazima kuwe na hali kama hizo za kuhifadhiwa na Allah tabaraka wa taala kwa kutoa sadaka kwa ajili ya ulinzi wa familia yako. Kwa hiyo Allah alianzia mbali taarifa hile kwa Ibrahim kwamba mchinje mwanao. Ibrahim akaona kwamba hapa ni lazima nifanye hivi, akamwambia mwanawe, mimi nimeota kwamba mimi nakuchinja. Mtoto kwa kuwa amelelewa kwenye malezi bora, watoto ambao wana malezi mema, akamwambia babake, if'al ma tu'mar, tekeleza uliloamrishwa, mimi nitakuwa ni mwenye kusubiri. Ibrahimu akamchukua mwanawe, akatafuta kisu kikali, akatafuta sehemu nzuri ya kwenda kumchinja, akaondoka naye mguu mosi mguu pili, yeye na mwanawe. Baba enda chinja na mtoto enda chinjwa. Lakini mpaka ameshamlaza mtoto wake yule amchinje, Allah tabaraka wa taala akamwambia, qad saddaqta ru'ya ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, ewe Ibrahimu, umeisadikisha ndoto. Kwa hiyo achana na kumchinja huyo mwanao, basi mimi nakupa hichi kichinjo uchinje kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kukuhifadhia familia yako na wewe mwenyewe. Allah akamletea kondoo ambalo ni kubwa zuri, likachinjwa badala ya nani? Ya Ibrahim. Hapo muarikhin wanasema hii ndio asili ya uchinjaji katika Waislamu. Kwa hiyo kuna faida kubwa ya kuchinja na kumwaga damu katika majumba yetu, hasa katika hizi siku zaidi ambazo tumeamrishwa sisi kufanya hivyo. Huwezi kujua hifadhi inayopita kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwako wewe na familia yako katika ile nyumba.
kuna hasadi nyingi, kuna matatizo mengi, kuna vimbwanga vingi. Huenda Allah kwa kumwaga damu ile ya mnyama akakuletea ulinzi na hifadhi ya maadui wako ambao walitaka labda kukudhuru wewe na kudhuru familia yako. Lakini jingine ambalo ninapenda kuligusia katika ibada hii ya kuchinja. Ibada ya kuchinja sasa hivi imevamiwa na jambo ambalo halina sura nzuri katika swafu za Waislamu. Leo pamoja na vichinjo vyote vinavyopatikana katika jamii ya Waislamu, lakini usishangae kwamba kuna Muislamu amekula bila ya kitoweo. Usishangae. Leo kuna asiokuwa Muislamu friza yake imejaa vitoweo vya Waislamu, lakini kuna Muislamu amekula na maharage idi yake. Usishangae hilo, mpaka washangaa. Sasa ibada hii ni ya Waislamu. Sina maana kwamba wasiokuwa Waislamu wasifanywe ihsani, sina maana hiyo. Allah tabaraka wa taala ametuamrisha haswa kuwafanyia ihsani. Allah tabaraka wa taala asema, la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilunakum fid dini lan yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah anasema, mimi sijawakatazeni kuwafanyia ihsani wale ambao hawawapigeni vita nyinyi Waislamu, wala sijawakatazeni kuwafanyia uadilifu wale ambao si Waislamu hawawapigeni vita. Wafanyeni uadilifu, wafanyeni ihsani, wapeni katika vile ambavyo mwawapa kama ni majirani zenu. Lakini ninachozungumza mimi kwamba yawaje hii ni sikukuu ya Waislamu, alafu vile vilivyokusudiwa kupatiwa Waislamu vyote vienda kwa wasiokuwa Waislamu, au vingi kabisa vinaenda kwa Waislamu. Haya ni makosa. Hata kama tutawafanyia ihsani wasiokuwa Waislamu, tutawapa kwa sababu ni jamii twaishi nao, ni watu wa sehemu moja, ni majirani zetu. Lazima tuonyeshe ile ihsani na tabia njema za Waislamu, kuwapa wao katika baadhi ya yale ambayo tunayo katika neema. Lakini Waislamu ni kipaumbele. Leo kuna ng'ombe zinakwenda mpaka makanisani za udhuhia. Leo kuna magombe yanakwenda mpaka kwa wasiokuwa Waislamu huko, lakini Waislamu hawapati hata robo. Mimi nafikiri wale waliopewa mamlaka ya kusimamia hizi adhahi waziangalie kwa jicho jingine. Hata kama tutawapa hawa wasiokuwa Waislamu, lakini tuhakikishe ndugu zetu Waislamu ambao ndio kusudiwa hasa la uchinjaji, basi kila Muislamu anapata kile cha kumfurahisha katika siku yake ya Idi. Haipendezi asiokuwa Muislamu afurahikie Idi na Muislamu mwenye Idi awe Idi yake haikuifaidi. Hili alipo. Siku zote mchuma janga ula na wakwao. Hii ni methali ya Kiswahili. Lazima tuwe wa kweli. Hivi misaada hii ingekuwa yapitia huko kwao, ingefika kwenu misikitini? Ingefika. Lazima tuwe wa kweli. Na hii narudia tena, sina maana kwamba wasipewe, sina maana hiyo. Lakini mbona sasa vikubwa mwavielekeza huko kwa wasiohusika kuliko kwa wale wenyewe wanaohusika? Hii ndio maudhui yangu ambayo ninaeleza. Kwa hiyo tujitahidini, ninapofika kipindi kama hiki, kila mmoja awe anafanya ibada hii. Hii ibada sio ya kuletewa. Kila mmoja anatakiwa achinje kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Alafu unapochinja, angalia ndugu zako Waislamu waliokuwa hawana uwezo, wapatishie pale. Waangalie majirani zako ambao hawana uwezo, au hata kama na uwezo, hata kama si Waislamu, basi nao pia unawapa katika kitu, katika ihsani. Lakini sio kwamba vyote vinakusanywa vinapelekwa kwa wao, bali vikifika kwao sasa ndio wanagaiwa Waislamu kwamba nyinyi chukueni moja, nyinyi chukueni mbili, nyinyi chukueni. Asokuwa Muislamu agawaje ibada za Waislamu? Asokuwa Muislamu agawaje ibada ya Waislamu? Kuchinja ni katika ibada kwa Waislamu. Kwa hiyo Waislamu ndio wanaotakiwa watamallaki na kutawala namna ya kugawanya, sio asokuwa Muislamu awe ndo mgavi wa kuwagaia Waislamu. Lazima kuna sehemu tumekosea, na lazima tusikae chini, turekebishe, tuangalie kwamba mambo haya yanaenda katika
sura gani kuridhisha Allah tabaraka wa taala, ili yale matarajio ya kuchinja yawe yamepatikana katika wachinjaji na katika Waislamu. Isiwe ibada zinaingiliwa na wasokuwa Waislamu wakatawala, ikawa sasa kule kumepelekwa hivi, kule kumepelekwa hivi, bali inafikia mpaka Waislamu wao sasa ndio wanagaiwa, wanasubiri kwamba ngojeni sisi tupange kwanza alafu nyinyi tutawapa. Wewe watoka wapi? Chukua hii. Wewe watoka wapi? Hii sio katika utaratibu. Hii sio katika utaratibu. Kwa hiyo tumuombe Allah tabaraka wa taala atukubalie katika vichinjo vyetu, atukubalie katika ibada zetu. Yeye ndiyo muweza katika kila kitu, na yeye ndiye alituwezesha kufanya katika haya. Wale ambao mwaka huu wameshindwa kufanya ibada hii, basi tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kuanzia mwakani, basi tuwe mstari wa mbele katika kufanya ibada hii. Tuna uwezo ndugu zangu katika imani, kuanzia leo kama una 1500 yako iweke kwa ajili ya mwakani, kwamba hii 1500 yangu leo naanza kuiweka kwa ajili ya kichinjo cha mwakani. Ikifika mwezi mwingine ongeza 1500 nyingine pale, iwe 10,000. Ikifika mwezi mwingine waweka 5000, mpaka ikifika Eidul Adhahi ya mwakani utakuwa na wewe umeweza kununua kijibeberu chako, na wewe una magadamu kama wanavyomwaga damu Waislamu wengine. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وجميع صحابة والتابعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم